sio jambo la kibinadamu kuitwa kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine kuja kuzungumza na wasomi wa Kristo. So ninamshukuru Mungu sana, hasa pia kwa ajili ya hii familia ya mtumishi wa Mungu ambaye ana moyo wa kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Si mnanifahamu watumishi wa Mungu? Yes, kwa hiyo nawapenda sana, na upendo wangu mimi kwenu hauwezi kulingana na upendo mlionao kwa ajili yangu. Nyinyi mmezidi. Yes, mmezidi, na ninaamini kabisa yako mambo makubwa au mbeleni Mungu ameandaa kwa ajili ya mimi na wewe. So nimekuja hapa kwa ajili ya kushare karama au kipawa, niweze kuwakamilisha kwa sehemu, lakini na nyinyi mnikamilishe kwa sehemu. Mimi nawategemea nyinyi mnikamilishe, na mimi pia mnanitegemea niwakamilishe. So kwa wakati huu hakuna aliye mkuu kuliko mwingine isipokuwa ni Yesu Kristo, isipokuwa ni Roho Mtakatifu, na mimi niko tayari kujifunza kwake. Ukipata nafasi Mungu ya kukufunulia eneo lako ambalo Mungu amekuitia, kila wakati ukiwa umesimama katika hilo eneo, Mungu anaachilia vitu kwa ajili yako, kukujenga na kukuimarisha ukiwa unatumika kwenye eneo lako. Then Mungu anavyokujenga na kuimarisha pale unapotumika katika ile nafasi ambayo Mungu amekupa, unavozidi kutumika mbele zake, unazidi kutengeneza mazingira ya kukuza Mungu wako ndani. Kwa sababu kuna Mungu namna tatu. Kuna Mungu juu mbinguni ambaye anaitwa Baba yetu uliye mbinguni. Huyo ni Mungu wa wote. Alafu kuna Mungu ambaye anasema roho zote ni mali yake. Lakini kuna Mungu anaitwa Mungu wangu. Huyo ushei na mtu yoyote. Amen. Sasa huyu anaitwa Mungu wangu, anavozidi kukua ndani, ndiye ana connect na ule Mungu wa mbinguni. Ukifika mahali ukisema Baba yetu uliye mbinguni, sauti yako inakuwa kubwa kuliko wenzio. Mafuta yanakuwa yanamiminika juu yako, unajikuta unaanza kuinuka viwango, kwa sababu Mungu wako wa ndani na wa juu wana shake hands. Ndio vitu vina happen. Kwa hiyo huyu wa ndani akiwa zilo, wa juu ni mkali kweli kweli. Wa juu anafuata sheria kwamba ulichopanda ndicho utakachovuna. Huyu wa ndani sometime waga anamshawishi huyu wa juu kwamba najua kweli alichopanda ndio alichovuna, lakini kwa sasa nakuomba tu mrehemu, mvumilie kidogo, usimkate. Ngoja niendelee kumsaidia ili inawezekana mwakani akazaa matunda. Anasema sawa, na kusikiliza wewe, kwa sababu uko humo ndani na kusikiliza. Kwa hiyo Mungu anakuacha huyu wa mbinguni. Huyu wa ndani akifa huyu wa ndani akifa, wewe pia umekufa, kwa sababu atakaye kuadhibu sio huyu wa juu, lakini yule ambaye yuko huko chini, ambaye anaitwa Mungu wa dunia hii. Yes. Kuna kiwango akitaka kupitiliza kukuadhibu, anakuambia no, hapa usivuke mipaka. Huyu wa ndani, najua kweli amekosea ndio, lakini ishia hapa. Kwa hiyo wa ndani akiendelea kupungua, Mungu wa dunia hii anazidi kupata nguvu ya kukushambulia, kukupiga kweli kweli. Na usipokuwa makini, ile siku itakujia kama mwivi anavyokuja. Hutajua siku wala saa, utajikuta umepatwa. Bwana asifiwe. Glory to Jesus. Sijui umenielewa kanisa la Bwana. So tunapopata nafasi ya kuabudu Mungu, tunamkuza Mungu wa ndani, sio wa juu. Ndio maana worship lazima tuizingatie sana. Tunapopata nafasi ya kumtukuza, kumsifu Mungu, tunamkuza Mungu wa ndani. Tunapopata nafasi ya kusikiliza neno, tunamkuza Mungu wa ndani. Mungu wa ndani anavyozidi kukua, wana connect na Mungu wa juu. Huyu Baba yetu ambaye anatupa leo mkate wetu wa kila
siku. Ndio maana akasema anaweza kujibu zaidi ya tuombayo na zaidi ya tuwazavyo, lakini kadri inatoka ndani, kwa kadri ya Mungu anayejaa ndani mwako. Huyo ndiye anayeamua kiwango cha wewe kupokea, kiwango cha wewe kumwona Mungu katika maisha yako, mtumishi wa Bwana. Kwa hiyo ukiona unaomba sana, majibu ni machache, tatizo sio kwamba ni Mungu, ila tatizo yule aliyoko ndani mwako amezidi kuwa loa, alafu wewe umeinuka juu ya yule aliye ndani. Unainuka, unamwacha ndani anashuka chini, wewe unazidi kuinuka. Kwa zaidi, kwa kadri unavyozidi kuinuka wewe, wa ndani azidi kushuka chini. Huyu wajua hakusomi, kwa sababu yeye si Mungu wa wafu, ni Mungu aliyo hai. Na huo uhai sio uhai wako wewe, ni uhai ambao yeye anauachilia. Anasema yeye ni Mungu sio Mungu wa wafu, ila ni Mungu aliyo hai. Kwa hiyo kama ndani mwako unao uhai, anakuwa Mungu wako. Watumishi wa Mungu, nina masomo mengi sana, lakini nikisema niende kwenye masomo huko tutachelewa. Ila tunamshukuru Mungu kwa ajili ya msimu wa Pasaka, na mtumishi alivyotuma ile bango, ile title, ile slogan, ile declaration kwamba yamekwisha, nikawa najaribu kutafuta na pitaje ili nitokee kwenye pale yamekwisha. Haleluya. Yes. Kwa hiyo ninaamini Mungu atatupa ufahamu. Tusome maandiko, kitabu cha, ngoja tuanze mdogo. Leo naweza nikawa naongea tu kidogo kwa ufupi sana na kwa kugusia vitu kadhaa, na kesho nitakamilisha sehemu ambayo Mungu amenipa kuikamilisha kwa watumishi wa Mungu, na baada ya hapo mtaendelea kupokea neema juu ya neema. Mimi nikija, watumishi msitegemee maombi sana kufunguliwa. Hivyo nitavifanya Bwana akinipa neema. Sifanye, naamini kwamba Bwana akinipa neema nitafanya. Nitakuombea ile maombi na kufunguliwa, ukombozi na kuvikwa silaha. Kuna wakati nilikuwa kwenye kanisa letu, tulianzisha ibada inaitwa ukombozi na kuvikwa silaha, yaani kupiga kinachokupiga. Inaitwa ukombozi na kuvikwa silaha, yaani kupiga kinachokupiga. Ilikuwa inafanyika ibada hiyo Jumamosi. Ile ibada ilikuwa tukikutana, unaangalia nini kinachokupiga wewe kwenye maisha yako. Cha kwanza sisi tunakufundisha, tunakuvika silaha. Ukisha zipata unaambiwa sasa ingia kupiga kinachokupiga. Then unashuhudia moto kanisani ikiwaka. Watu wanavyopiga vinavyo wapiga, ni ngumi, ni mateke, whatever kitakachotokea. Kanisa lilikuwa linajaa kweli kweli, kwa sababu watu wana vitu vinavyowapiga na wanajaribu kuvipiga vinagoma. Akisikia kuna silaha mahali za kupiga kinachowapiga. Sasa mimi nikapewa neema ya kufundisha kwenye zile ibada. Sasa kipindi hicho sijakuwa vizuri kwenye ufahamu. Ilikuwa ni mwaka 2017-18. Nikapewa, nachemka kweli kweli, yani nikishika mic ninachemka kwa jina la Yesu. Na hakikisha kwamba watu najua si wamekuja nyuso kama hivi. Mimi ninachojua leo ni kupiga. Kwa mimi naandaa nondo zangu, kama nitatengeneza nyundo niwape watu nyundo nitaamua mimi, kama ni mishale, kama ni mikuki, lakini natengeneza mazingira kwamba silaha zote ziwepo. Wanahitaji AK47 watapata. Wanahitaji mabomu ya kurusha, kila mtu apate bomu lake. Then wakianza wanashughulika wao. Alafu baadaye sasa wakisha vipiga wamepiga, mimi naanza kupita mdogo sasa kumalizia yule adui. Unajua Sterling akipigana vile anakaribia kufa, kama movie ndo afya, yani movie ndo inaelekea mwishoni hapo.
Jambazi anaweza akampiga Sterling, akampiga mkasikitika, lakini Sterling wow. Kuna mazingira tu atatengeneza Sterling asife. Lakini mimi nimewahi kuona movie ambayo Sterling akafa. Ni akindi. Inaitwa Dar kama sikosei. Sterling Shalukani. Jambazi Bob anaitwa Sandeo. Mnawajua hao? Mnaangalia hizo movie? Sterling alikufa. Alafu sasa kwa taarifa yako, tulilia Sterling alivyokufa. Wakati Sterling kwa hiyo movie alikuwa ni jambazi. Yaani Sterling alikuwa anamuiba mke wa huyu jamaa. Huyu jamaa na mke wake wanaelekea kufunga. Sterling anampenda mke ambaye watu wako kwenye ligo, yani wapo mazingira ni watu wanafunga ndoa, lakini Sterling amesema ni mimi huyu mwanamke huyu, sitaki mwanamke mwingine. Yule kijana anavyojua kulia kwenye mapenzi. Mnajua movie za Shalukani? Amjui, amwangaliaje? Mimi nilikuwa naangalia zamani, siku hizi siangalii. Tulisikitika sana. Kwa hiyo wakisha piga vinavyowapiga, mimi napita. Sasa kipindi hicho sijakuwa kiufahamu. Nikipita namna hii. Sasa siku moja bwana, siku hiyo watendakazi walikuwa, imagine watendakazi walikuwa wachache. Mimi. Sasa wakati napita pao inatembea, watu nashangaa watu wamepona, mapepo wanatoka. Mimi mwenyewe sijui kinachoendelea, lakini watu wanaanguka, wanalia wengine. Huyu anasema amepona tumbo, huyu anasema amepona mguu. Watu wanashangilia, yani uwepo umeshuka kiasi kwamba yani. But mimi sijui vinatokea wapi. Sijui unanielewa nikisema hivyo. Yani mimi mwenyewe mtumishi nashangaa kinachoendelea. Sasa sijui kama huyo adui ndo amepigwa ama ni nini, nikawa sielewi. Nikaja nikakaa baada ya kumaliza heka. Jina langu limeanza kuvuma huko. Kwamba yani pale kuna kijana. Mchungaji kipindi hicho ameanza safari. Hawamkumbiki tena mchungaji, yani akiwepo yule moto unawaka vile vile. Nilivyokaa nikasikia sauti kaniambia, Anselimo, naam, kuwa makini, upako usije ukakua ukakuzidi. Upako usije ukakua ukakuzidi. Sasa sikuelewa maana yake nini. Nikaambia, unaona kilichotokea hapo? Yes. Kuna gharama wote umelipa kubwa? Hapana. Sijakuwa na mfungo wa siku 3 za maombi kavu. Ila upako umetembea. Wagonjwa wamepona, mapepo na yametoka. Ila sina uhakika kama yatarudi ama mimi ninachojua yametoka, kwa sababu niona mtu ampiga kelele baadaye akatulia. Kujua kama ametoka ama hajatoka sikuhakikisha. Mimi niliwaacha waende kwa amani ya Bwana. Nendeni na amani. Kuwa makini, upako usije ukakua ukakuzidi. Sikuwa naelewa maana yake. Lakini maana yake nikaja kuipata baadaye sana, yani baada ya miaka kadhaa kupita. Kwa sababu nilichokifanya sasa, nilienda kumwambia mchungaji, mimi ninavyojiona kwa vitu vinavyotokea, mimi naona kabisa yani kuna namna vitanizidi. Nitaanza kuwa maarufu kabla sijajiandaa. Nitaanza kushika hela wakati sijaijua hela vizuri. Na hela usijifanye kama unaijua vizuri kama hujawahi kuishika. Useme mimi hela inisumbui. Umeshika shilingi ngapi ya mwisho? Mimi hela, mimi nampenda Yesu, hela inisumbui. Umeshika mara mwisho shilingi ngapi? Kuna kiwango cha hela ukishika, kwanza unanunua smartphone kama ulikuwa huna. Cha kwanza, hiyo ni namba 1. Lazima ununue smartphone explore, yani uangalie dunia inavyoenda. Kuna sasa hivi si hauna hela, kuna maeneo mjini hapa uyaoni. Ila hela ukizishika utajiza, hivi hii hoteli ipo hapa, hii restaurant hivi kumbe imefunguliwa ipo. Sasa hivi unapita tu huna hela.
Kuna vyakula sasa hivi havikusumbui kabisa kwa sababu umeshajizoelea ugali yako na tembele na tudaga, ukipata na kanyama unaimba haleluya, Yesu ni Bwana. Kuna vyakula wewe vijui. Service unafunga vizuri kwa sababu friji lako, kwanza friji lenyewe huna. Ila kuna wakati tafika una friji la milango mitatu. Ukifungua hivi linakuambia unawezaje kufunga kati bwana harusi yuko mahali hapa. Unailisha kwamba nitaanza kesho. Nitaanza kesho. So usijipe ujasiri sana kama kuna maisha hujayafikia. Na usiwe na haraka ya kuomba hela kama ufahamu wako haujakuwa, kwa sababu hela nayo ni upako. Kuna upako wa Roho Mtakatifu na kuna upako hela. Hivi vitu viwili tu ndio vinavyosumbua dunia hii. Shetani hayumo. Na Mungu alituonya juu ya vitu hivi viwili. Alisema ni either mnanitumikia mimi au mnatumikia mali. We are only two lords. Mabwana tuko hawa, shetani hakuwekwa. Wewe unampambana na shetani, kumbe Bwana kuna bwana hela. Anasema mtu hawezi kutumikia mabwana wawili, maana atampenda huyu na kumchukia huyu, ama atashikamana na huyu na kuambatana na huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mtumishi wa Mungu, nimeona hapo ukipata haya maandiko unayaweka kule, maana wanakuwa wanaona. Ndio maana uko hapo na ndio maana imewekwa screen. Changamka. Na Biblia ikasema kwamba shina la maovu yote ni kupenda pesa. Shina la maovu yote ni kupenda pesa, ambayo katika hiyo wengine wakiendelea kushikamana na hiyo pesa wameikana imani. So imefika mahali kanisa, watu wa Mungu wanakuja kanisani wampate Mungu, Bwana Mungu, lakini kilichowaleta kwa Mungu ni bwana pesa. Wampate Mungu ili huyu Mungu ampeleke kwenye pesa, ili wampate bwana pesa, alafu ndo wapate amani, wapate kutulia. Hawatakuwa na utulivu kama bwana pesa hajaja. Hawezi kurelax. Unaweza ukaona watu wanafurikaga baba. Unajua ukiwa una hela nyingi unashusha kidogo upako. Yaani kulialia sana unapunguza. Wewe uelewe hiki kitu. Una milioni zako 30 zimekaa pale 50. Hauna deni lolote, haudawi songesha. Haudawi nivushe plus. Haudawi kwingine nini boostisha, nyingine nini? Nini? Niwezeshe. Unaona wanazijua. Wanazijua. Simu zao hazina application yoyote ya mikopo. Unajua sasa hivi hata kama hujawasha bando, hizi application ya mikopo chap tunakupa ni easy way, usihangaike sana. Kopa 100,000 utalipa 10,000 kwa mwezi. Haupo huko kote. Hakuna mtoto anayeumwa. Hauna ada unayodaiwa. Ziko tu pale, yani kwanza zenyewe zimetulia. Zinakupa amani. Amani moyoni mwangu kwa pesa nilizo nazo. Sina shaka kamwe, kwa sababu sasa nina majibu ya mambo yote. Fedha ni jawabu la mambo yote. Ni maandiko. Glory to Jesus. Sijaanza kufundisha Tumishi, kwanza namaliza saa ngapi? Maana shangapi. Watumishi mtaka kwenda nyumbani saa ngapi? Saa 2 tufike au tuachie saa 1? Wanasema tufike saa 2. Watumishi wa Mungu,
Nilimwambia mtumishi wa Mungu, naomba uniache kwanza, nataka kukua. Upako hizi ibada naomba ziweke kwanza pembeni. Kwa sababu imagine baada ya upako kutembea, si unajua watumishi tunakaa mahali wanakuja kuona mtu mmoja mmoja. Kaja huyo mama, mimi ninavyojiona sijakuwa popote, ila anavyoniona anajua hapa huyu ndo mtumishi wa Mungu. Mungu amejaa hapa. Alianza kunieleza hayo mambo mazito, sina hatajibu hata hili. Mambo ya ndoa yake anayopitia yeye na mume wake, jamani, hajui mimi hata sijaoa. Yaani ananiambia vitu mimi nashangaa. Mama, wacha nikuombe katika jina Yesu, Bwana atakusaidia. Nikarudi nikamwambia Mungu, hivi haya mambo ndo yalivyo? Hasa hivi tunayasovuja haya mambo. Nikasema hapana, ngoja kwanza nikatafute ufahamu kwanza. Kwa sababu watumishi wa Mungu, upako ni mzuri sana. Upako unakufanya unajisikia yani kwamba unaweza. Si ndio? Tukiabudu yani unakuta mpako umeshuka, unajiona yule mwenye nyumba alikuwa ananisumbua sasa. Mwambie wewe mwenye nyumba asikusumbue, ni mtoto wa Bwana. Wewe ndio mmiliki wa vitu vyote, dunia na vyote vijaza ni mali ya Bwana. Ukitoka mwenye nyumba, simu ya kwanza, natoa vitu huku leo kama hujaja na kodi yangu. Unajaribu kuvuta ule upako sasa umjibu baba mwenye nyumba, unakuta hakuna baba mwenye nyumba hakuelewi. Unabaki kumwambia Mungu, usije ukaibika. Yani unamwambia Mungu mtumishi wako utaibika Mungu. Na kuambia Mungu atakubali, sawa, wacha tuaibike tu. Vyombo utatolewa nje, utafukuzwa na mtaa mzima watajua kwamba mpendwa akatolewa vitu nje kwa sababu ameshindwa kulipa kodi. Na huyo mpendwa ambaye wamesikia ulienda kumshuhudia Bwana kwamba Yesu anaweza mambo yote, watakuja, ndugu yangu, kama Yesu anaweza mambo yote, hata kodi ndugu yangu, kwani unalipa shilingi ngapi kwa mwezi? 30,000. Alikuwa anataka kodi ya miezi ngapi? Amesema hata miezi 3. Kwa hiyo 90,000 imekushinda. Utaendelea kuaibika na Mungu wako, ila anayeibika ni Mungu wako huyo wa mbinguni. Hajawahi kuaibika hata siku hii, hajawahi, kwa sababu viumbe vyote vinakutukuza. Ni wewe Mesia, viumbe vyote vinakutukuza. Wakati unasema huku unaibika, kuna mwingine kuna naimba nimemuona Bwana, nimemuona Bwana. Tena yuko frame ya pili hapo, ndio utashangaa. Hasa wewe Bwana, kwa nini umeonekana kwa yule hujaonekana? Utaisha kuimba nyimbo za mtumishi wa Mungu anaitwa Abiudi Mishori. Yule ni mfariji mwema na nyimbo zake, ila nyimbo zake zitakufanya uendelee kuwa maskini, uendelee kuwa na upako, lakini majibu ya matatizo ya dunia hii huna. Lini utapita kwangu? Ni lini utapita kwangu? Inataka niguse pindo lako Yesu. Lini utapita kwangu? Nani atanitazama siku ya mateso yangu? Wengine wanao watu wanaowategemea. Je, mimi Abiudi, nani atanida? Naimba na msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Imba msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso yangu, msaada wangu ni Yesu. Siku ya mateso Mungu anamuita Bwana Yesu, kaa hapa baba mwanangu, Roho Mtakatifu hapa. Kwa hiyo tunataka tumsaidie huyu kijana, lakini angalia kichwa chake kilivyo bogus. Kajaa upako tu, lakini hana ufahamu wowote. Neno ndani hamna.
Mungu yeye akasema, watu wangu. Basi utaimba, utazeeka, utakuwa mama maombi kanisani. Ndio nafasi itakayokubaki. Utaanza kuwaombea vijana. Na kwa sababu una miaka mingi umekaa kanisani huna matokeo, hawa mama ndio wakaja kwa waombea wachonganishi huko mwishoni. Wanaanza kuwapangia vijana mke na mume, huyu inabidi aolewe na huyu. Wasipooana wanakununia. Hawatoi michango, wanaingia kwenye maombi. Kwenye maombi wakiingia, maombi ya masaa mawili, wanalisali moja la kudiscuss kwanza wapendwa kanisani. Yule mpendwa asikie, yani tangu amenunua kale kagari. Yani amekuwa anajiona, lakini tumwambie Mungu atusaidie. Unajua kanisa hili, wapendwa sikiliza, hawana upendo kabisa kabisa. Tumwambie Mungu atusamee. Jamani, tuombe rehema, tuombe rehema. Tumeongea mambo mengi, inawezekana tumemkosea Mungu, lakini aturehemu. Ndio wanaanza kuombea kanisa. Maombi yao hayana ufahamu. Wao ni kupiga tu, ni kukemea. Biblia inasema maombi yake mwenye haki yafaa sana akiomba kwa bidii. Kwanza sio bidii, haki kwanza. Mwenye haki ni mtu gani? Lazima awe na haki kwanza, alafu katika maombi awe bidii. Ndio maombi yake yanafaa. Ninawaudhi nini? Yeah. Sasa haki ni ufahamu. Ukiwa unajua haki yako, maana yake umepata ufahamu, hautayumbishwa. Lakini kama hujijui kama wewe ni mwenye haki, na haki yenyewe ni ipi, na hiyo haki inapatikanaje? Kwa sababu kuna haki mara hizi mbili. Kuna haki ya kuhesabiwa haki kwa imani. Tunahesabiwa haki kwa imani. Lakini Bwana Yesu akaja akatuambia, haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamtauona ufalme. Akasema Mafarisayo wanatoa zaka, wanasali sala ndefu, wanasimama kwenye miji ili waonekane na watu, lakini ninyi salini sala ndefu lakini msijionyeshe. Jifungeni ndani. Hawa Mafarisayo anasema wakifunga wanataka waonekane na watu kuwa wanafunga. Yesu akasema nyinyi msifunge, fungeni, lakini ukifunga hata jirani yako asijue, paka mafuta na wili shine. Omba kwa baba yako aonaye sirini. Baba yako aonaye sirini atakujaza. Haki yenu isipozidi haki ya Mafarisayo, hamtauona ufalme. Wakristo tukabaki na haki ya kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Kweli tu watoto wa Mungu, kitu pekee tunachokipata ambacho ni faida ni kwamba shetani hawezi kutuua. Hicho tu, kwa sababu sisi ni wenye haki wa Mungu. Hana mamlaka kuondoa uhai. Lakini magonjwa, hela, ufahamu wa vitu itakuwa ni ngumu. Kuna haki ambayo inasema isipozidi ya Mafarisayo hamtauona. Maana yake nini sasa? Kuna kazi ambayo Mungu anaifanya ndani, yeye kama yeye anaanzisha mchakato, anakuwekea ulinzi. Tunalindwa na nguvu zake Mungu kwa njia ya imani. Akisha kulinda na hizo nguvu zake kwa imani, sio kwa maombi, ukiexperience ulinzi wa Mungu, amani ya Mungu kwa kipindi ambacho anakupa, huo wakati tafuta haki ya Mungu. Akasema tafuteni ufalme na haki. Kuna haki ya kutafuta, ambayo hiyo ni wewe sasa. Kwa hiyo haki ile ya kuhesabiwa kwa imani, kisoma wale Warumi 8 ile kuanzia 28. Warumi ile 8 mstari 28.
Nasema nasi tutajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale mpendao katika kuwapatia mema yanayoleta kwa kusudi lake. Mstari unaofuata. Maana wale aliowajua tangu asili. Kipindi hicho wewe haujajijua bado, ila kuna watu wamejulikana na Mungu tangu asili. Anasema aliwachagua tangu asili, lengo wafananishwe na, watumishi mnasoma, wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Hebu weka tafsiri yote ya Kiingereza. Tangu asili Mungu aliwachagua. Nataka nikwambie, mradi uko hapa Mungu alikuchagua tangu asili. Wewe hujaamua kuokoka, ila yeye alishakuchagua. Na akaweka lengo ili kwamba uje kufanana na huyu mzaliwa wa kwanza ambaye ni Yesu Kristo. Ilikuwa ndo purpose. For whom he did foreknew, he also did predestine to be conformed to be. To be conformed. Hii sio past, hii sio present. Hii ni matokeo. Aliwajua lengo waje kuwa, to be confirmed, yani kuna michakato hapa ikikamilika watakuwa confirmed, watafanana na mfano wa huyo Kristo Yesu. Arudi kwenye Kiswahili. Kuna hehe tumewacha nyuma kidogo. Mstari wa 30. Unasema mala wale aliowajua tangu asili hao akawaita. Unafikiri wewe uliokoka kwa kutaka? Uliitwa, si ndio? Yes, akawaita, akawahesabia haki. Hii amehesabu tu yeye mwenyewe. Hujalipa chochote hapa. Kwenye kuitwa hujalipa chochote, kuhesabiwa haki hujalipa chochote, akawatukuza. Haleluya. Hebu weka tafsiri ya Kiingereza yoyote. Kama hujui Kiingereza kasome English course. Dunia sasa hivi kuna vitu viwili, ukisha miaka 25 hakisha unajua Kiingereza hata cha kuchapia, hakikisha unajua kompyuta, hakikisha una driving license, yani una leseni ya udereva na passport. Bila kusahau kitambulisho cha NIDA. Utapitwa. Huo ni ufahamu. Hujui kudrive mpaka leo na miaka 30? Automatic gari. Cars. Unasema una gari, utapitwa. Anasema them he also he called. Aya, wale wenzangu na mimi tulisoma HKL. Called ni past, present ni future. Past. He called. Past. Anasema he justified ni present, past, future. Past, justified, ishatokea. Alafu anasema he glorified, imeisha tokea. Sasa hii ishatokea yote. Hapa hujafanya chochote, yani hii zote zimekamilika. Kuna utukufu ambao tayari unao ukuulipia, upo. Kuna wito ambao tayari unao ukuutaka lakini upo. Kuna haki ambayo tayari ipo ukufanya chochote lakini hiyo haki unayo. Rudi kwenye Kiswahili mstari wa 31. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Mstari mwingine unaofuata. Yeye asimwachilia mwana wake mwenyewe bali alimtoa kwa ajili. Oh my God. Hey. Hebu someni wenyewe. Majibu unayo? Atakosaje? Kwa hiyo haya mambo yote pamoja nayo ukiwa huna, maana yake nini? Yeye anasema, yani huyu Mungu hakumzuia mwanae, aliamua kumtoa kwa ajili yetu sisi. Kwa sababu umjui Kristo ni nani, ndio maana
unaweza ukachukulia hii sentence ya kumtoa mwanawe pekee unachukulia simple. Nikipata muda nitakwambia who is Christ. Jesus ni nani?